الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد على أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أحسن كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. zangu katika iman watukufu wa Islam, ninaanza kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jukumu zito na jukumu kubwa, nalo si jingine ni jukumu la kumcha Allah tabaraka wa taala. Nimetanguliza aya hizi ambazo Allah subhanahu wa taala anatuhusia na anatuamrisha kwamba tumche Allah subhanahu wa taala. Hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa taala wamefaulu. Na kumcha Allah ni kujitahidi kuyatekeleza yale ambayo aliyoamrisha na kufanya juhudi kubwa ya kujiepusha na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba yeye aliyoyakataza. Huo ndio uchamungu. Katika hutuba yetu ya leo, ndugu zangu katika imani, tutakuwa na unwani inayozungumza riziki. Riziki na sababu zinazopelekea riziki zipatikane kwa wepesi. Kwa nini mada hii? Kwa nini tuzungumzie riziki? Zangu katika imani, riziki ni miongoni mwa imani ambazo ni miongoni mwa imani ambayo yatakiwa mtu aiamini, kama vile ambavyo mtu anavyotakiwa kuiamini siku ya mwisho, kama vile ambavyo mtu anatakiwa aiamini qadar, aamini kiyama, aamini kwamba kuna pepo na aamini kwamba kuna moto. Na hivyo hivyo riziki imekaa katika nafasi hiyo hiyo, kwamba ni jambo la kiimani, ni jambo la kiimani. Riziki ni jambo la kiimani. Ukikosa imani katika riziki, ndipo panapotokeza matatizo mengi sana katika ulimwengu wa maisha ambayo tunayoishi. Ndipo ambapo watu wanaingia mpaka katika shirki, katika kufuru, ulaghai, uongo na kila aina,
kwa sababu bado hatujaamini riziki, hatujaamini imani ya riziki, na kwa sababu hatujaiamini imani hii tunateseka, tunahangaika. Na mfano wake ni kama vile ambavyo hatuamini siku ya mwisho, na hii nakusudia lisanul maqali, nakusudia lisanul hali, la lisanul maqali. Kwa mujarradi alqawli, kwa namna tu ya kuzungumza, wengi wetu tunaamini alhamdulillah, na Allah tunamwomba tujalie tu miongoni mwa wale wenye kuamini haswa kuhusu kiyama. Tunaamini hivi alhamdulillah, nu'minu bil yawmil akhir. Lakini wengi wa watu katika imani ya kuamini siku ya mwisho huwa hawana yaqini, hawana yaqini kabisa. Wanaamini tu ni kitu ambacho kipo ndani ya mfumo, kinazungumzwa, kinaelezwa na watu wanaamini hivyo. Lakini ukiangalia lisanul hali ya watu, yani namna ya maisha ya watu wanavyoishi, kana kwamba hawaamini kama kuna kiyama, kana kwamba hawaamini kwamba kuna kufufuliwa, kana kwamba hawaamini kwamba kuna kuhesabiwa. Na hivyo hivyo katika upande wa riziki, imani ya watu imepotea. Leo kila mmoja wetu ukiulizwa nani anayetoa riziki, utasema ni Allah. Lakini imani hiyo, je, ina yaqini katika nafsi? Kila mmoja wetu leo akiulizwa vipi kiyama, atasema kiyama kipo, hisabu ipo, lakini angalia mfumo wa maisha yake anayoishi, ndiyo anaakisi kwamba huyu haamini. Na Allah anasema tabaraka wa taala, araaita alladhi yukadhibu bid-din, hivi umemwona yule ambaye anapinga kiyama? Allah tabaraka wa taala ametafsiri kupinga kwa mtu kiyama kulingana na maisha yake anayoishi, akasema fadhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'ami al-miskina fawailul lil-musallin. Allah akataja sifa tatu hizi, akasema hizi ni sifa za watu wenye kupinga kiyama, watu ambao hawaamini kiyama. Kwa hiyo imani watu wanayo ya siku ya mwisho, lakini hawana yaqini nayo. Na hivyo hivyo imani ya riziki tunayo, lakini hatuna yaqini nayo. Kwa hiyo kuna haja ya kukumbushana juu ya imani hii, kama ambavyo kuna haja ya kukumbushana juu ya imani ya kuamini siku ya mwisho. Tunakumbushana moto, tunakumbushana pepo, tunakumbushana vingi vya kiyama, na hili ni katika miongoni mwa mambo muhimu ambayo tutakiwa tukumbushane. Kwa tutazungumzia riziki na sababu ambazo zitapelekea riziki zipatikane kwa wepesi. Lakini la kwanza, lazima tujaribu kuitengeneza imani yetu, ama tuikumbushe imani yetu juu ya riziki. Riziki ulama wameigawanya katika vigawanyo viwili. Wamesema kuna rizqul hidayah na rizqut tawfiqi. Rizqul hidayah ni riziki ya mtu kuongoka, kuwa Muislamu. Walladhi ja'alakum walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah anaeleza katika Qur'an kwamba yeye Allah ndiye kawaumbeni nyinyi, miongoni mwenu akawapa uongofu mkawa ni waumini, na wengine akawaacha kupotea wakawa ni makafiri. Kwa hiyo kuna riziki alhidayah, riziki ya kuongoka, ya mtu kuwa Muislamu, ya mtu kuwa ni mcha Mungu, akawa ni mwenye kutenda mema, akawa ni mwenye kujitahidi kufanya yale kwa kheri. Faman shaa minkum ay yastaqim, anayetaka miongoni mwenu ninyi basi ni lazima anyooke katika njia ya sawa. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, na hamwezi mkataka mkafika huko ila Allah atake. Kwa hiyo kuna riziki ya kuongoka, na ndiyo maana tukiswali tunamwambia Allah, ihdina siratal mustaqim, Allah tuongoze njia iliyonyooka. Hii ni riziki, ni riziki ambayo tunamwomba Allah tabaraka wa taala. Alafu kuna riziki tawfiqi,
na hii ndiyo ambayo nakusudia kuizungumza kwa ufupi katika hutuba yetu. Riziki ya tawfiki, ya kuwafikishwa katika mambo ambayo unahitajia mwanadamu katika maisha yako, yenye kufungamana na maisha yako na uhai wako. Riziki, ile riziki ambayo ipo katika vichwa vyetu na ipo katika ufahamu wetu na ipo katika uelewa wetu, na ikusudia hiyo hiyo. Aso riziki yangu bwana, ndio riziki yangu ningelipata. Hivyo hivyo tunakusudia. Tunafanya biashara, tunafanya kilimo, uvuvi na shughuli mbalimbali, tunatafuta riziki, ndio naizungumzia hiyo. Kwanza turekebishe imani yetu. Man yarzuku, ni nani ambaye anayeruzuku? Ni nani ambaye anayewapa mahitaji viumbe? Ni vyema tukakumbushana kupitia maneno ya Allah tabaraka wa taala na pia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili swali ni muhimu sana, na hili swali latakiwa wewe jiulize na ulipatie majawabu, na majawabu yake yawe kwa uyakini kabisa katika imani yako. Uwe na yakini, kwa sababu kuna watu wanaamini kwamba Allah ndiye anatoa riziki, lakini kwenye biashara zao wamefunga mahirizi. Kuna watu wanaamini kwamba Allah ndiye mwenye kutoa riziki, lakini kwenye vyombo vyao vya baharini wamefunga hirizi, wameweka katika maduka yao vitu mbalimbali, wakiamini kwamba hivyo vitawavutia wateja. Wengine wamepewa mapete wavae, kwamba hizo ni pete za bahati. Kwa hiyo man yarzuku, ni nani anayeruzuku? Hili ni swala muhimu sana. Allah tabaraka wa taala anaeleza katika suratul Hud aya 6. Tukubaliane na tuamini hivyo, na ndio inavyotakiwa, kwamba Allah ndio muumbaji wa kila kitu. Sasa Allah anasema katika suratul Hud aya 6, wama min dabatin fil ard, wama min dabatin fil ard illa ala Allahi rizquha, hakuna chochote kinachotembea katika ardhi hii, chochote ambacho kinachoishi katika ardhi hii, isipokuwa ni juu ya Allah riziki yake. Hicho kitu ni juu ya Allah, ni jukumu la Allah, hilo linamhusu Allah. Kwa hiyo lazima tujadili imani yetu, tuamini kwamba mimi ni kiumbe, niko hapa juu ya ardhi, swala la riziki halinihusu mimi, sio jukumu langu, ni jukumu la Allah. Hii ni haki kwetu sisi kuipata kwa Allah. Illa ala Allah, isipokuwa ni juu ya Allah. Rizquha, riziki ya hicho kinachotembea katika ardhi. Hii ni imani muhimu sana, na wengi wetu tumeikosa au pengine tuna mapungufu nayo. Tunaiamini, lakini imani na kiwango. Imani ina kiwango, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna wa sab'una hakadha, a'laha la ilaha illa Allah. Imani na viwango, ina daraja, ina asilimia. Kwa hiyo naamini zipo asilimia za kuamini hivyo, lakini asilimia hizo hazitoshi kutuweka katika uyaqini. Kwa hiyo Allah anasema hakuna chochote kinachotembea katika hii ardhi isipokuwa riziki yake ni kwa Allah, riziki yake inomhusu ni Allah. Kisha akasema katika sura Dhariyat aya 22, Allah anasema wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Enyi viumbe, angalieni juu ya mbingu, huko juu ya mbingu ndiko kunapotoka riziki zenu. Fis samai, katika mbingu ndiko zilizoko riziki zenu. Wa fis samai rizqukum, na katika mbingu huko mbinguni katika arshi yake Allah tabaraka wa taala ndiko zilipo riziki zenu. Bimaana yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye anayehusika na hilo, hakuna mwingine. Na lazima tuamini hivyo, na lazima tuzitengeneze imani zetu katika hilo, kwamba katika mbingu kwa Allah ndiko kunapotoka riziki zetu. Aya nyingine Allah anatuambia katika sura Al-Hijr aya 21, Allah anatueleza tena kuziamsha imani zetu. Anatuambia Allah, wa in min shay'in, wa in
min shay'in illa indana khazainuhu. Allah anasema hakuna chochote kile unachokuhitajia wewe mwanadamu isipokuwa hazina yake ipo kwetu. Allah anasema chochote unachokihitaji wewe katika uhai wako, kiwe ni cha kuonekana, kiwe hakionekani, Allah anasema illa indana khazainuhu, isipokuwa hazina yake ipo kwetu. Kwa hiyo wewe imani yako katika uamini katika uhai wako kwamba chochote unachokihitajia wewe, chochote chenye manufaa na wewe katika uhai wako, Allah anasema indana khazainuhu, hazina yake ipo kwetu, ipo kwake Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah akatuambia wama natanazzalu illa biqadarin ma'lum, na si wenye kuteremsha kama vile mvua kila mmoja awe tajiri, kwa utaratibu maalum. Hatuteremshi riziki hizo, hatuteremshi hazina hiyo illa biqadari ma'lum, ila kwa kiwango maalum, kwa makadirio maalum. Na lazima tuamini hivyo, na lazima imani yetu ikae hivyo. Allah anatueleza hivyo katika sura al-Hijr kwamba kila kitu tunachokihitajia sisi katika uhai wetu, katika maisha yetu, indana khazainu. Bali Allah tabaraka wa taala ameeleza katika sura az-Zumar aya ya 52, Allah tabaraka wa taala anasema subhanahu wa ta'ala awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Hivi watu hawajui, hivi watu hawaelewi kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye kwamba anayekunjua riziki, ndiye anayegawanya. Hii imani lazima ikukae vizuri Muislamu, ikae katika akili yako na katika imani yako kwamba Allah ndiye anayegawanya riziki. Kisha akasema wa yaqdir, yabsu rizqa liman yasha, Allah anamkunjulia riziki anayemtaka. Yule unamuona amekunjuliwa riziki, mambo yake mazuri, ujue huyo Allah ndiyo kamkunjulia. Allah ndiyo liman yasha, kwa anayemtaka. Hakuna ambaye anakunjuka katika mambo yake, mambo yanakuwa mazuri kwa nguvu zake na kwa uwezo wake. La, mambo hayako hivyo. Ujue kwamba huyo unamuona mambo yake mazuri, Allah ndiyo kamkunjulia, Allah ndiyo kamnyoshea. Ya nini umuhusuni? Ya nini umulie ngoa? Ya nini umfanyie hasadi? Wakati Allah anasema wallahu dhul fadlin adhim, was'alullaha min fadli, muombeni Allah fadhila zake. Wallahu dhul fadlin adhim, Allah fadhila zake ni nyingi. Ya nini umuhusuni mtu anachopewa? Iwe ni ilmu, iwe ni maisha, iwe ni watoto, chochote katika ambavyo Allah kampa. Kwa nini umfanye hasadi? Kwa sababu Allah anampa anayemtaka na anamkunjulia, na kuna wayaqdir, na kuna ambao anawabania kidogo, anayekunja. Ndio pale Allah akasema fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa an'ama fa yaqulu rabbi akramani wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanani. Mwanadamu ambaye imani yake haijakaa sawa, mambo yakiwa mazuri asema Mola wangu kanikumbuka. Kwani anakusahau? Katika miongoni mwa maneno yanamuudhi Allah, aqwali tuudhillah, maneno yanamuudhi Allah ni kusema kwamba Allah na mimi nione, Allah na mimi nikumbuke, au Allah na mimi amenikumbuka. Maana yake unamsifia sifa ya kusahau. Mwanadamu akikunjiwa riziki yake, faqadara alayhi rizqa, ikiwa riziki imekunjwa basi analalamika, rabbi ahanani, Molangu amenitupa, amenisahau. Maneno hayo hayasemi ila yule ambaye ni muovu wa moyo. Na Allah anatuambia katika surati al-Isra aya 31, anazidi kutengeza imani yetu kuhusu riziki. Allah anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msije mkazitoa mimba mkaoa watoto kwa sababu ya kuogopea maisha. Ukasema nitawalea vipi, maisha ni magumu, nitawezaje kuwasomesha na mambo haya na yale. Allah anasema msiwaue watoto wenu kwa kuhofia riziki, kwa kuhofia riziki. Allah anasema nahnu narzuqukum wa iyyahum, sisi ndio tunakuruzukuni nyinyi na wao.
Kwa hiyo riziki lazima imani yetu ikae vizuri kwamba ni jambo ambalo linamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiyo katawala hilo na lazima tuamini hivyo. Bali ifahamike kwamba Allah tabaraka wa taala anaeleza katika hadithi al-Qudusi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbih, Allah anasema katika hadithi tawil, hadithi ni ndefu, katika sehemu ya hadithi Allah anasema ya ibadi kullukum ja'i', enyi waja wangu wote nyinyi mna njaa, nyote nyinyi mna shida, nyote nyinyi ni wahitaji, illa man at'amtuhu, ila yule ambaye niliyomlisha. Antumul fuqara ya ayuha nas, Allah anasema enyi watu, antumul fuqara ila Allah, nyinyi wote ni wenye kuhitaji kwa Allah, si kwa mwingine. Kwa hadithi inasema ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i', nyote nyinyi mna njaa, nyote nyinyi mna shida, mnahitaji riziki, illa man at'amtu, ila yule ambaye nishamruzuku, ila yule ambaye kwamba nilishamlisha. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anazidi kutufafanulia aya zake Allah tabaraka wa taala. Anaeleza katika hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim, anasema hadithi inasema in ahadakum yujma'u khulqahu, hakika inna ahadakum yujma'u khulquhu au khalqahu, naam, hakika mmoja wenu linakusanya umbile lake, khalquhu, umbo lake, linakusanya mmoja wenu umbo lake katika tumbo la mama yake ndani ya siku 40. Yani zile mbegu zikiingia katika fuko la uzazi zinakaa siku 40, zinageuka zinakuwa ni damu. Baada ya siku 40 zinageuka zinakuwa ni nyama. Baada ya hapo Allah anaafisha mifupa katika nyama zile, anatumwa malaika aje apulize roho, kisha baada ya hapo malaika yule anaamrishwa aandike mambo manne. Sikiliza Muislamu, utengeneze yaqini ya riziki yako. Matatizo yamekuwa mengi kwa sababu ya uelewa wa riziki ni mdogo kwetu. Uelewa wa riziki umekuwa ni finyu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wenu linakusanya umbile lake katika tumbo la mama yake ikiwa ni mbegu siku 40. Baada ya mbegu inakuwa ni damu, baada ya damu inakuwa ni nyama, inavishwa nyama ile mifupa, anatuma malaika kuja kupuliza roho, kisha baada yako malaika yule anaamrishwa akuandikie mambo manne. Wa yu'maru bi arba'i, anaamrishwa kuandikia mambo manne. Jambo la kwanza, unaandikiwa riziki. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameanza na kusema yuktabu rizquhu, yaktubu rizqahu. Jambo la kwanza analoliandika yule malaika pale tumboni ni riziki yako wewe. Utakula kiasi gani? Utamiliki nini? Utaishi maisha gani? Ya ufukara, ya kati na kati, ya juu ama ya juu zaidi? Kwa hiyo wewe hapo ulipo unatembea kwenye kadari yako ambayo ushakadiriwa toka tumboni. Fanya utakavyofanya, jipinde, jitume, lakini uweze kutoka nje kile ambacho Allah kashakuandikia. Kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anatumwa malaika kuja kukuandikia mambo manne. Katika hayo manne, la kwanza linaloanza, unaandikiwa riziki yako wewe. Kwanza riziki, kwa sababu huwezi kufa mpaka riziki yako ishi. Kwa hiyo inaanza riziki, kisha inaandikwa ajaluhu, siku yake ya kufa. Angalia ufundi huu wa Allah tabaraka wa taala. Huwezi ukafa wewe bila riziki yako kumalizika. Baada ya hapo unaandikiwa siku yako ya kufa, kisha utaandikwa wewe kwa utakuwa mwema ama utakuwa muovu. Hizi aya na hii hadithi inazidi kutujenga imani na kutukumbusha Uislamu kwamba jambo la riziki ni jambo ambalo liko mikononi mwa Allah. Tuamini hivyo. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Allah ameshaandika makadirio ya viumbe wote kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000 sana. Yani kabla hujaumbwa wewe
kabla haijaumbwa mbingu yenyewe na ardhi, haijaumbwa, ndani ya miaka 50,000 wewe ushamaliziwa kila kitu. Allah tabaraka wa taala hajaumba mbingu na ardhi kabla miaka 50,000. Wewe ushaandikiwa kila kitu, maisha yako na kila kitu chako. Kwa lazima uwe na yaqeen katika jambo hili. Bali Allah ameeleza katika hadithi nyingine, katika aya haswa Allah anasema ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Hakuna chochote utakachokipata wewe, chochote utakachokipata wewe katika hii ardhi au katika nafsi zenu, isipokuwa kishaandikwa kabla hakijaumba. Kwa hiyo lazima tuboreshe imani yetu, kwamba jambo la riziki, ndugu zangu katika imani, hili ni jambo la kwa Allah peke yake. Itulize imani yako, tuliza akili yako katika jambo hili. Na Allah anaeleza likai la taasau ala ma fatakum, ili msije mkanisikia vibaya kwa yale yaliyokupiteni, kwa yale mlioyakosa. Wala tafrahu bima atakum, wala msiwe na furaha kwa yale mlioyapata mlipokuwa na Allah mkaona kama vile ni nyinyi wenyewe. Hapana, hayo ni maandishi yameshaandikwa na Allah, wewe uweje? Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur walau yabsutu Allahu rizqa liman yasha walau yabsutu Allahu rizqa liibadihi labaghu fil ardh. Na lau kwamba Allah angeliwakunjulia riziki watu wote wakawa na level moja ya maisha ya juu kabisa, uharibifu ungelikuwa ni mkubwa sana. Wewe angalia maskini na umaskini wao, lakini wakifanya harusi mtaa wataufunga huko. Ni maskini hao, watachangishana 50,000, patapigwa baikoko, rusha roho, vijambi. Usiku utakuwa watu hawana amani katika kulala. Je, wangelikuwa wana uwezo wa juu hao wangefanyaje? Wangeliweka mziki mwezi mzima. Kwa hiyo Allah anasema lau kwamba atafungua riziki moja kwa moja kwa watu wote, basi uharibifu utakuwa mwingi sana. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye anakadiria kwa utaratibu maalum, huyu apate, huyu awe hivi, huyu awe hivi. Ndio katika imani Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatusifia katika hadithi ya rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yaminullahi ma la, mkono wa Allah kulia umejaa, taghidhuha nafaqatun saa al-layl wa la taghidhuha nafaqa saa al-layl wan nahar. Mkono wa Allah wa kulia umejaa, anatoa usiku na mchana, wala haupungukiwi. La taghidhuha, kule kutoa kwa Allah hakupunguzi vile alivyokuwa navyo. Sio kwamba hawa ni maskini, hawa wako hali ya juu, hawa hali ya chini kabisa, kwamba labda vimeisha ndio maana wakawa hivyo. Hapana, ni hekima za Allah na uadilifu wake, na kwa mapenzi yake na kwa hikma yake Allah tabaraka wa taala, ndio unakuta maisha yako hivyo. Lakini Allah mkono wake wa kulia unatoa, umejaa, haupungukiwi kwa sababu ya kutoa usiku na mchana. Fa innahu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani wewe huoni hivi, hamuoni kwamba toka Allah tabaraka wa taala alivyoumba mbingu na ardhi mpaka leo anatoa, bado anawapa tu. Samaki baharini hawaishi, kila zama wataendelea kuvua na mambo mengineyo katika mambo ya vilimo na mambo ya madini na kila kitu. Huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mkono wa Allah umejaa, wala havipungui kwa sababu ya kutoa. Sio kama alivyosema Mayahudi. Allah anatunukulia habari za Mayahudi katika Sura Maida aya ya 64. Wanasema Mayahudi, qalat al-yahudu, wanasema Mayahudi yadullahi maghlula, kwamba mkono wa Allah umekunja, hatoi. Ghullat aydihim, mikono yao ndio imekunja. Walu'nu bima qalu, na wamelaaniwa kwa ile waliyosema. Bali yadahu mabsuutatan, bali mikono yake miwili Allah iko ameikunjua. Bali yadahu mabsuutatan, bali mikono yake miwili Allah ameikunjua. Yunfiqu kaifa yasha, Allah anatoa anavyotaka.
Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatueleza kwa Qur'an, anatutuliza imani zetu, tuwe na imani juu ya riziki kwamba Allah tabaraka wa taala huwa al-Ghaniyu, Allah ni mkwasi, hafilisiki kwa vile kwamba ni mwenye kuvitoa. Nzanga katika imani, hizo ni aya na hadithi ambazo zinatukumbusha usiwe na wasiwasi juu ya riziki. Yoyote atakayekaa mbele ya riziki yako hana uwezo wa kuizuia, kwa sababu mwenye kutoa ni Allah, kama alivyosema katika sura Dhariyat, inna Allahu war-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ndiyo mwenye riziki, ni mwenye kutoa riziki, dhul quwwa, mwenye nguvu. Kila kiumbe anakipelekea riziki yake, kiwe kina macho, kiwe hakina macho, kiwe kina miguu, kiwe hakina miguu, Allah anakipelekea riziki yake hapo hapo kilipo. Kwa hiyo usiwe na shaka juu ya riziki yako wewe Muislamu, ukaingia katika milango ya shirki, katika milango ya kufuru, katika milango ya ihana, kujidhalilisha na kujinyongesha kwa sababu ya riziki. Riziki yako iko pale pale, hakuna kuizuia. Baada ya swala tunasema Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Hiyo ni dua tuisoma kila mara baada ya kutoa salamu katika swala. Maana yake ni nini? Ewe Allah, hakuna wa kuzuia, hakuna wa kuzuia kile ambacho wewe umetoa, na hakuna wa kutoa kile ambacho wewe umezuia. Hiyo ndio imani ya Muislamu. Ukiona umekikosa, Allah kashaandika ukikose wewe. Hizo nyingine ni sababu tu kaweka. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka, fahamu kwamba lile ambalo limekupata halikuwa lenye kukosa, lishaandikwa likupata. Wa ma akhtaka lam yakun yusibaka, lile ambalo kwamba wewe limekukosa lishaandikwa likukose, si lenye kukupata. Maandishi ya Allah hayo. Lao kwamba umma utakusanyika juu ya kukudhuru wewe kwa lolote, hawawezi ila kwa kile ambacho Allah kashaandika. Na lao kwamba watu watakusanyika kwamba wakunufaishe wewe kwa chochote, hawawezi ila kwa kile ambacho Allah kashaandika. Kalamu ishamaliza kuandika, wino ushakauka. Kwa hiyo Muislamu utengeneza imani yako kuhusu riziki, na kuna sababu ambazo ukizifanya kwa rehema za Allah na kwa idhini ya Allah unapata wepesi wa riziki. Nasallallahu tawfiqa wa salama. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيق من تنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اما بعد، ايها الناس، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Katika imani, nachukua nafasi hii kwa mara nyingine kuzusia nafsi zenu pamoja na kuhusu nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kupata aya za Allah na hadithi za kutuamsha imani zetu juu ya riziki, tumeelewa kwamba riziki zetu sisi ziko kwa Allah. Hii ni utawala wa Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna yeyote ambaye kahusishwa katika hili, hakuna. Hii ni inamuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuwe na yaqini juu ya maisha yetu, tuwe na yaqini juu ya riziki zetu, na tuangalie asbabu arizqi wa ziyadatihi. Tuangalie njia ambazo zinaweza kutupelekea tukapata riziki zetu kwa wepesi, kwamba hizo riziki ambazo Allah kashatukadiria, ameshatuandikia, tukichukua asbabu, tukichukua hatua ambazo kwa hatua hizo basi kwa idhini ya Allah tutapata wepesi wa kupata riziki zetu, tutapata wepesi. Na miongoni mwa hizo ni takwa Allah. Nzanga katika imani ni tujitahidi tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, ili kwa kile ambacho Allah katukadiria tukipate kwa wepesi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sura At-Talaq aya ya 2 hadi aya ya 3. Allah anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule mwenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala basi Allah humfanyia wepesi wa mambo. Makhraja, Allah humfanyia wepesi wa mambo. Utakwa ni muhimili mkubwa sana wa Muislamu, kwa sababu wewe ukiwa mcha Mungu sio kwamba utakuwa tajiri, haina maana hiyo. Riziki yako utaipata kwa wepesi, lakini pia utapata utulivu wa nafsi. Wengi tuliokuwepo ndio katika tuseme tuna
roho joto juu ya riziki zetu, hatuna amani juu ya riziki. Maisha na fikra za riziki zinatutesa, tuna mawazo mengi kwa sababu ya riziki. Lakini ukishakuwa wewe ni mtu ambaye unajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, basi Allah anakupa utulivu juu ya riziki yako, na kwa kila anachokupa anakuridhisha nacho, unaridhika na nafsi yako inatulia. Lakini ikiwa haujajipamba na sifa ya uchamungu, basi riziki kwako wewe utazipata katika hali ngumu sana, kwamba hata uipate huna utulivu, unaona haitoshi, haikai, haina baraka, mambo chungu zima yanajitokeza kwa sababu hauna uchamungu. Na miongoni mwa uchamungu tunataka imani ni kusimamisha swala. Allah anasema wa'mur ahlaka bisalati wastabir alayha, amrisha familia yako kuswali. Angalia katika familia yako, mke wako, watoto wako na kila lokuwa chini yako anasimamisha swala 5. Ikiwa hawaswali, hawa itakuwa ni sababu itakayopelekea riziki yako ipate kwa uzito, kwa ugumu, kwa mateso. Ile riziki yako ile unayekiwa ugumu kwa sababu husimamishi swala. Kwa hiyo Allah anatuambia wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha, iamrishe familia yako na wewe mwenyewe kuswali na udumu katika swala. Kisha Allah akasema la nasaluka rizqa, sisi hatukuombe wewe riziki, bali Allah akasema nahnu narzuquka, sisi tunakuruzuku wewe. Wal aqibatu litaqwa, na mwisho mzuri ni kwa wale wacha Mungu. Mwisho mzuri ni kwa ucha Mungu. Kwa tujitahidi tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kusimamisha swala. Sisi wenyewe tuziswali swala kwa nyakati, sio muda wa swala umefika unaangalia shughuli zako, baadaye ukijiona umemaliza ndio unakuja kuswali. Utaweka ugumu katika upande wa riziki zako, na ukiona wewe hujafungamana na Allah na unapata riziki zako kwa wepesi, ujue Allah anakuvuta shay'an fa shay'a. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah anasema mtu akijiona yeye si mtu wa taa, si mtu wa khairi, hana swala, hana ibada na mambo yake yanaenda vizuri, ajue kwamba Allah anamtega, Allah anamvuta kidogo kidogo amuingiza katika mashiko yake. Allah anasema inna kaidi matin, hakika mipango yangu ni yenye nguvu. Kwa hiyo mtu aelewe hayo mambo katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo jingine ni katika imani, katika mambo ambayo ni yenye kuleta riziki kwa haraka na kwa wepesi ni sadaqa. Tujitahidi sana kutoa sadaqa, tujitahidi sana kutoa sadaqa. Ni jambo ambalo linapelekea wewe uweze kutengeneza mazingira mepesi ya riziki zako, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anateremsha malaika wawili kila siku. Hadithi ambayo ni sahihi rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira, ma min yawmin illa yanzilani malakani, hakuna siku yoyote isipokuwa kunateremka malaika hao wawili. Malaika hao wanamuomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, ewe Allah mpe kila mwenye kutoa mbadala. Kwa hiyo kila unapotoa wewe ndio unajiwekea nafasi ya kupata mbadala. Mwingine anasema Allahumma a'ti mumsika talafa, Allah kila mwenye kuzuia, si mwenye kutoa, mpe maangamivu, muharibie mipango yake, muharibie shughuli zake. Malaika ndio anaomba hiyo, na Allah anasema inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah anakubalia wacha Mungu, na malaika la ya'suna Allah ma amarahu. Kwa hiyo dua zao ni mustajab, zinajibiwa na Allah, na hao malaika hawakushuka kwa amri zao, Allah ndio kawaamrisha washuke waje waombe hiyo dua. Kwa hiyo katika miongoni mwa njia ambazo zitakupa wewe wepesi wa riziki, jitahidi sana kutoa, uwe mtoaji, kusaidia. Na anasema Allah katika hadithi al-Qudusi, anfiq ya ibn adam anfiq alayka, anfiq ya ibn adam, jitahidi kutoa ewe mwana wa Adam, ukitoa anfiq alayka, na mimi nitakupa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, kwamba kila unapojitahidi kutoa ndivyo ambavyo Allah atakavyokupa, na ukijitahidi wewe kuzuia kuwa mgumu bakhili katika mambo ya khairi na nini, na ndivyo Allah anavyokunyima. Na Allah anaweza kukunyima kwa njia nyingi sana ambazo yanazijua. Lakini jambo jingine, kuunganisha udugu.
tujitahidi sana kuunganisha udugu. Al-ihsan ila al-aqarib, kuwafanyia wema watu wa karibu kwa kauli na kwa vitendo na kwa kuwatembelea na kukuulizia hali zao, kuwaulizia hali zao na kuwasaidia pale wanapohitaji. Hizi ni katika njia ambazo zitapelekea riziki zetu zipate kwa wepesi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi, anayetaka kukunjuliwa riziki zake azipate kwa wepesi, au yusalahu fi athari, au umri wake uwe na baraka, falyasur rahimahu, basi na aunganishe udugu wake, kuwafanyia wema watu wa karibu kwa kauli na kwa vitendo, kuwatembelea, kuwaulizia hali zao, kuwasaidia pale inapobidi. Hizo ni katika njia ambazo zinapelekea wewe kupata wepesi katika riziki. Na katika kuunga udugu zaidi ni kuwafanya wema wazazi wawili. Jitahidi sana kuwatanguliza wazazi wawili katika kuwafanyia wema, kuwajali na kuwatunza. Kule tu kunapelekea Allah tabaraka wa taala kukurehemu wewe na kukufanyia wepesi mambo yako. Hautotoka nje ya makadirio yako na makadirio ya riziki, ila kuna wepesi Allah atakupa na utulivu wa nafsi. Tunaishi katika hali ngumu kwa sababu hatuna utulivu wa riziki. Kwa hiyo Allah anakupa wepesi katika njia kama hiyo. Lakini pia katika miongoni mwa njia ambazo zinasaidia sana riziki zako zipatikane kwa wepesi, dumu na istighfar. Jitahidi sana kumuomba Allah msamaha sana, istighfari wa tauba, kumuomba Allah msamaha, kwa sababu tunamkosea sana Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kwa ule msamaha Allah atakurehemu na rehema zake unapata wepesi. Angalia Nuhu alayhi assalatu wassalam alipoambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, nikasema mtakeni msamaha Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Akishawasamehe, yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kwamba istighfari yenu mtakapoomba Allah msamaha, hiyo itapelekea Allah awaletee mvua ya kiwango kizuri, atawapa mazao na mingine atayatunza maji kwa ajili ya kilimo cha kumwagilia, lakini atawafungulia katika mambo ya kifamilia na mambo ya mali. Istighfar. Ndugu katika imani, tudumu sana katika kumwomba Allah msamaha ili riziki zetu zipate kwa wepesi. Wakati mwingine mtu mambo yanakuwa magumu, ile riziki yako ambayo ulikadiriwa na Allah unaipata kwa ugumu kwa sababu ya madhambi uliokuwa nayo. Lakini ukiwa ni mwingi kumtaka Allah msamaha, hiyo ni sababu ambayo itakupelekea wewe uweze kupata wepesi. Jitahidi katika kumtaka Allah tabaraka wa taala msamaha, kwani Allah subhanahu wa taala ni mwingi wa kusamehe. Na jambo jingine ni tawakkul, kumtegemea Allah. Na hapa wengi tunapofeli ni hapa, ni wachache sana ambao tuna yakini ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu tunategemea juhudi zetu, tunategemea kazi zetu, tunategemea vingine visivyokuwa Allah. Nadhani hutuba hiyo ilizungumzwa hapa, jambo la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hutegemea sana nguvu zao, kazi zao, juhudi zao, wakamsahau Allah. Hizo ni asbabu tu, hizo ni njia tu za kuipata hiyo riziki ambayo Allah kakushakuandikia. Lakini utakiwa imani yako iwe kwa Allah, sio kazi yako, sio nguvu zako, sio juhudi zako, bali wewe tukomtegemea Allah. Na unachokipata ujue Allah ndio kakupa, sio nguvu zako wewe. Na ndio maana baada ya kula unasemaje? Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Umeenda baharini, umepigwa na mawimbi, umeenda wapi, jasho limekutoka, umepata riziki, umekula. Baada ya hapo unasema namshukuru Allah ambaye kaniruzuku riziki hii. Nguvu si zangu wala ujanja si wangu, ila ni yeye mwenyewe kanipa. Huo ndio ufahamu kwamba riziki anayetoa ni Allah. Hizo unazofanya ni asbabu tu, unaweza ukafanya sababu na usipate. Watu wanaenda baharini wanakarudi hawana kitu. Watu wanalima na hawavuni. Watu wanachimba madini miaka 3 hawapati kitu. Hizo ni juhudi tu, lakini Allah ndio mwenye kutoa riziki. Kwa imani yako ikae vizuri katika jambo hilo, umtegemee Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo lingine kwa haraka ni kumshukuru Allah. Ndugu zangu, sisi ni wachache wa kumshukuru Allah, hatuna shukrani. Tumekuwa tunalalamika sana, na hili jambo la kulalamika sana linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba Allah hafanyi chochote. Na
zaidi tabia ya watu waovu. Innal insana khuliqa halua idha masahu alkhairu manua wa idha masahu sharru jazua illa almusallin. Allah kasema ila waislamu wacha Mungu wenye kuswali hawana tabia hiyo, kwamba akipata aseme Mola wangu anikumbuka, akikosa nimesahaulika. Sisi ni wachache wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni wachache. Leo hii natoa mfano mdogo, la hawla wala quwwata illa billah. Mafuta yamepanda kweli, yamepanda na watu wanaona yale machungu yake, lakini nani miongoni mwetu anayeshukuru kwamba yanapatikana? Je, ingelikuwa hakuna kabisa, sawa yamepanda bei, lakini sasa yanapatikana. Je, ingelikuwa hayapo kabisa, ni nani angetuletea? Kwa hiyo tungeonyesha shukrani kwa Allah, tumshukuru Allah. Kwa hiyo ninachokusudia ni kwamba tuwe wengi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika miongoni mwa njia ambazo zitakupelekea upate riziki kwa wepesi na riziki yako ina baraka ni shukrani. Allah anaeleza katika sura Ibrahim aya 7, Allah anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, pale alipotangaza Mola wenu mkinishukuru nitawaongezeni. Hiyo ni ahadi ya Allah. Allah katika watu wa lugha wanafahamu alichokisema Allah, la azidannakum. Kuna lamu, kuna nuni taukidi, ni jambo lina shaka. La azidannakum, mkinishukuru nitawazidishia, kwa msisitizo. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, lakini mkinikufuru ikawa hamna shukrani, na wapa na waruzuku, lakini hamshukuru, kila siku mnalalamika, basi eleweni kwamba adhabu yangu ni kali. Kwa hiyo tujitahidi tumshukuru Allah kwa vile ambavyo anavyotupa vizuri. Unakula, unavaa, unakula milo mitatu, milo miwili, mlo mmoja, mshukuru Allah. Isiwe kulaumu. Ukilaumu sana hali Allah na muudhi, na uende akapelekea akakubania zaidi ili uzidi kupata hasara. Ndio katika imani. Hizo ni baadhi ya njia ambazo tukizishika zitaleta wepesi katika riziki zetu. Nasallallahu الرزق إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين وحشرنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رزاق ذو القوة المتين، اللهم يا رزاق ذو القوة المتين، اللهم يا رزاق ذو القوة المتين. اللهم إنا نسألك رزقا، اللهم إنا نسألك رزقا، اللهم إنا نسألك رزقا. اللهم ارزقنا رزقا حسنا طيبا حلالا من حيث لا نحتسب يا خير الرازقين يا رزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد